Wale maskwata kwa hizo mashamba. Naomba serikali ichunguze jambo hilo. Naam, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa moja. Jina langu ni Sara Nzilani. Wito umetolewa kwa wazaliwa wote wa kaunti ya Taita Taveta wanaoishi nje ya kaunti hiyo kuhakikisha wamerejea nyumbani kuhesabiwa pindi tu zoezi hilo litakaponoa nanga. Haya ni kwa mujibu wa naibu gavana wa kaunti hiyo ya Taita Taveta Christine Kilalo, akitaja hatua hiyo kuwa ni mwafaka kwa kuongeza mgao wa taifa wa kaunti hiyo. Katika taifa letu saa yote tunazungumzia mambo ya idadi, na sasa hivi tunaambiwa sisi ni 340,000, lakini ukienda Mombasa si kuna watu wengi wa kutoka Taita ama namna gani? Nairobi wako wengi, kwa hivyo tuwatie moyo waje nyumbani. Aidha, Kilalo amekinzana na takwimu za kitaifa kuwa idadi ya watu katika kaunti ya Taita ni ndogo, akisema kuwa wengi wa wazaliwa wa kaunti hii wanaoishi nje ya kaunti ni kwa minajili ya kusaka ajira. Tumeongea sana juu ya swala la kwamba Taita Taveta hatupati pesa za kutosha. Kwa kila shilingi 100 sisi hupata 15 ambazo zitakuja kwa ugatuzi, lakini tunapenda kutiana moyo ni jinsi gani tunaweza kubadilisha hii, kwamba tunapoelekea matayarisho ya sensa tuhakikishe wale wote ni wazaliwa wa Taita Taveta waje kuhesabiwa nyumbani. Haya yanajiri huku kaunti ya Taita Taveta ikiwa miongoni mwa kaunti chache zinazopata mgao mdogo mno kutoka kwa hazina ya mgao wa kitaifa. Kididi FM kwa habari moto moto. Na Rais William Ruto amehitimisha ziara yake ya kiserikali ya siku 4 nchini China, ambapo alizuru taasisi ya utafiti ya maendeleo ya kitamaduni katika mkoa wa Fujia kwenye pwani ya kusini mashariki mwa nchi hiyo katika siku yake ya mwisho. Shughuli za siku hiyo zilianza kwa kutembelea makao makuu ya Contemporary Amprex Technology Company Limited CALT katika mji wa Ning. Wakati wa ziara hiyo, rais ametambua uongozi wa kimataifa wa kampuni hiyo katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme uliofanikishwa kwa zaidi ya muongo mmoja. Utumizi bunifu wa CALT katika nishati ya kijani umebainisha usafiri wa magari, kuwezesha maelfu ya makampuni ya biashara na uvumbuzi wa umeme na kuchangia kupunguza utoaji wa kaboni. Kufuatia haya, Rais Ruto ametembelea jumba la maonyesho la kupunguza umaskini la Ning, ambalo ni kielelezo cha juhudi za kupunguza umaskini. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukiendelea na mengine ni kuwa waziri wa afya Aden Duale Ijumaa hii amezindua kamati huru ya uchunguzi kuhusu huduma za kupandikiza tishu na viungo katika Afya House mjini Nairobi. Kamati hiyo inaongozwa na Profesa Elizabeth Bukusi imeanzishwa kujibu hoja ya wananchi juu ya tuhuma kubwa za ukiukaji wa maadili na taratibu za upandikizaji wa viungo katika hospitali ya Medihill Group of Hospitals. Duale ameitaka kamati hiyo kuzingatia uadilifu, uwazi, busara na weledi. Kwa upande wake, katibu mkuu wa huduma za matibabu Daktari Ouma Olunga ameitaka kamati hiyo kutekeleza kazi yake kwa uaminifu na kuwasilisha ripoti ambayo itasaidia kuhamasisha utendakazi wa kimatibabu katika vituo vya afya nchini Kenya. Akithibitisha tena uungwaji mkono wa kamili wa wizara, Duale ameikumbusha kamati hiyo kutoa ripoti ya kina ifikapo tarehe 22 Julai mwaka huu. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kanisa la Legion of Maria limejitenga na uhusiano wote wa kanisa lenye utata la Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa Church, ambalo limekuwa likichunguzwa hadharani kwa mafundisho yake yenye utata. Akizungumza katika makao makuu ya kanisa hilo huko Godkweru, Migori, Papa Lawrence Ochieng amesisitiza kwamba Legion of Maria ni kanisa lililosajiliwa ipasavyo na kwamba mafundisho yake hayapingani na maadili ya kijamii. Amefafanua kuwa hakuna wakati wowote kanisa ambalo limewakatisha tamaa waumini wake wa kutafuta matibabu na kufuata elimu rasmi.
Papa amekiri kwamba ingawa washiriki wa makanisa hayo mawili wanaweza kushiriki mavazi ya kidini sawa na marejeleo, hawashiriki maslahi au imani yoyote ya kawaida. Kauli yake imeungwa mkono na Kardinali Chamalengo Ongao na kasisi mkaazi Moses Ochieng, ambaye amekiri kwamba Legion of Maria ina mafundisho yake tofauti na yaliyofafanuliwa vizuri na ambayo hayafai kuchanganyikiwa na yale ya vikundi vingine vya kidini. Viongozi hao pia wametumia fursa hiyo kuwatahadharisha Wakristo kuwa makini na kuepuka viongozi wa dini wanaowaingiza kwenye vitendo vinavyotia shaka na madhara. Haya yanajiri baada ya maafisa wa polisi mapema wiki hii kuokoa watu 57 waliokuwa wameugua na wamekuwa wakitafuta uponyaji katika kanisa lenye utata la Melkio St. Joseph Mission of Messiah eneo la Rongo, County ya Migori, na kusimamisha shughuli za maombi katika kanisa hilo. Siku ya Jumatano kulikuwa na kisanga katika kituo cha polisi cha Rongo baada ya waumini hao kukataa kurudi nyumbani, wakisisitiza kwamba wanaweza tu kurejea katika kanisa lao, ambapo inasemekana waumini wawili waliangamia baada ya kukataa kupata matibabu. Wafuasi 57 wa kanisa la Melkio St. Joseph Mission of Messiah African Church sasa watasalia rumande kwa siku 30 huku uchunguzi kuhusu madai ya mila ya kidini ukiendelea. Katika uamuzi wake Alhamisi, hakimu Susan Mvuta aliipa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP siku 30 kuwazuilia, akisema suala linaloshughulikiwa ni la manufaa makubwa kwa umma na linahitaji uchunguzi kukamilika bila kuingiliwa. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimesema viongozi wake wawili waliokamatwa na polisi wakiwa njiani kwenda mahakamani ili kuhudhuria kesi dhidi ya kiongozi wao wa chama ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini kwa kutaka mageuzi yafanyike kabla uchaguzi mkuu mwezi Oktoba ameachiliwa. Jeshi la polisi kanda maalum la Dar es Salaam limesema liliwakamata viongozi 5 wa chama hicho, akiwemo makamu mwenyekiti Chadema Tanzania Bara John Heche na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, na baada ya mahojiano dhamana zao zikawa wazi. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alikamatwa April 9 baada ya mkutano wa hadhara ambapo alitoa wito wa mageuzi ya uchaguzi. Wanaharakati wa haki za binadamu wanaishtumu serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwabinya wapinzani, madai ambayo serikali hiyo imeyakanusha. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 1. Jina langu ni Sara Nzilani.